na hamu na nataka sana nizungumze na wewe mwanamke unayenisikiliza, lakini pia unayenitizama. Mwanamke ni usungo mkubwa sana iwapo utakuwa unapanda kitandani na nguo ya kwanza kuvaliwa na nguo ya mwisho kuvuliwa. Hivi nikikuuliza wewe unaijua hiyo nguo? Hiyo nguo ambayo ni ya kwanza kuvaliwa na nguo ya mwisho kuvuliwa, unaijua? Kama huijui nitakwambia ni chupi. Kwa sababu chupi ndio unayoivaa kwanza, alafu ukavalisha mwili wako nguo nyingine. But at the same time, hiyo chupi inakuwa ni kitu cha mwisho. Unavua nguo nyingine, alafu hiyo unakuja kuivua baadaye. Sasa mwanamume, iwapo mwanamke wako atakuwa anapanda kwenye kitanda na chupi, mrejeshe kwao, huyo ni msungo. Mwanamke, unapandaje kwenye kitanda na chupi wakati unahitajika upande kitandani ukiwa lele? Yani mruhusu mume wako afurahie neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo ambazo Mwenyezi Mungu kakujalia. Leo hii wewe unapanda kitandani, umevaa penti, umevaa zinaitwa pajama, umevaa mjuba, umevaa dera, umevaa hivi. Kwa nini? Sawa basi, kama hujazoea kuwa yani uchi kupanda kitandani, tafuta kijileso chembamba kile ambacho ni transparent. Shaelewa? Tafuta kijinight dress ambacho ni cha see through. Panda kitandani. Wewe unajua kwa nini unaambiwa unapopanda kitandani hufai kuvaa kitu chochote? Inahitajika mume amelala kwenye kugeuka kushoto kulia, akiweka mkono hivi anashika mwili mlaini, mwili mnyororo, hisia tayari zinapanda. Lakini wewe buibui ni lako, gloves ni zako, socks ni zako, dera ni lako, jeans ni yako. Kwa nini msungo mkubwa wewe? Na kumbe unahitajika uruhusu mumeo kando na kuone hizo neema ambazo umejaliwa, achezee shanga. Ataichezea shanga saa ngapi wakati umejifunika gubigubi? Kwa hivyo mwanamume, nasemaje? Iwapo mke wako anapanda kitandani na nguo, mrejeshe kwao akapewe mafundo. Ni msungo huyo. Kitu chingine kuhusiana na chupi, ni usungo mkubwa sana mwanamke kuanika chupi yake nje, ati ameifua ameianika nje. Sikatai mimi uianike nje, kwa sababu tunaelewa kwamba ni lazima chupi, suruali zipigwe na jua. Lakini tafuta kitu kama ni kileso, kijitambara chembamba ufinikie. Kwa nini hairuhusiwi mwanamke kuanika suruali yake nje ama chupi nje? Kibaya zaidi basi hiyo unaishi na majirani. Pale majirani umechanganya wanawake na wanaume. Kesho na kesho kutwa utaona jirani yako anaanza kukukosea heshima. Kwa sababu gani? Ameiangalia ile chupi. Kuiangalia ile chupi tayari anakutamani, kwa sababu amesha picture vile unavyoivaa unakaa vipi. Yani ameanza kukupicture mpaka anakutamani. Kwa hivyo kila akikuona yeye hakuoni na nguo, anakuona tu na ile chupi kwenye makalio ya imekaaje. Sasa ukianza kukosewa heshima, utasema mwanamume hana adabu. Na kumbe wewe ndio msungo. Umekwenda kuanika suruali hadharani. Alhadhirina, jamani, suruali yangu ni extra large. Ili iweje? Ujulikane kwamba una mautande makubwa ama? Ni marufuku
ni usungo mkubwa sana. Jamani, narejelea tena, kulala na chupi, lakini pia chupi kuianika nje. Basi umeng'ang'ana unataka kulala na chupi, chupi yenyewe hapo katikati imegeuka kuwa njano. Kwa raha zipi ulizonazo mpaka umvalie mume wako? Ila nimechoka kwa kweli. Chupi yenyewe kuisugua katikati, yani imejaa kutu. Mimi siwezi mpaka nivae chupi. Chupi kwa uzuri gani ilionayo? Katikati imejaa kakamasi, imejaa kutu, imegeuka mpaka imekuwa manjano. Alafu najipiga kifua nataka kuvaa na chupi na mumeo yuko kitandani. Nakwambiaje, mume mrejeshe kwao huyo. Hajajua jukumu lake kama mke analotakiwa kufanya akiwa kitandani. Jamani, maana iti dress ambayo yapo yale ya uchukuzi kwa bei rahisi zinapatikana. Kuna kanga ambazo ziko very transparent. Sawa, huwezi kulala bila nguo, jifunike hiyo leso, hiyo kanga moja. Wewe unasema huwezi wakati umetoka kwenu, umekubali kuolewa na huyo mwanamume. Na sio kwamba ulipokubali kuolewa ulikubali kwamba utakuja kupiga dasta, utakuja kupika, utakuja kufanya usafi, sijui utakuja umeolewa kwa shughuli moja tu ya kuja kuvumbulana na mume wako. Utavumbulana vipi na mume wako wakati unavaa mijuba wakati wa kulala naye? Kwa nini umpatie tabu? Mwenzako hisia zimempanda saa 10 alfajiri, mwenyewe anataka kupiga cha asubuhi, ndio mwanzo umevaa mijuba. Aanze kufungua suruali, aanze kufungua zipo, aanze kufungua vifungo. Saa ngapi? Mpaka yani umemaliza kuvuliwa hizo nguo zote. Yani ashki imeshashuka ya mapenzi, hamu hana tena. Jamani, ni usungo mkubwa sana. Hivi ni hayo tu kwa sasa.